Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka vijana kuachana na fikra za kutafuta utajiri wa haraka kupitia njia za mkato na badala yake kujikita katika kufanya kazi halali ili kujiletea maendeleo. Akizungumza leo wakati wa ziara ya kukagua ujenzi wa uwanja wa AFCON katika viwanja vya Leaders Club wilayani Kinondoni, Chalamila amesema baadhi ya vijana wamekuwa wakiamini mafanikio yanapatikana kwa maajabu au kupitia mitandao badala ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa wale vijana wenzangu ambao tumezoea kuyapata maendeleo tukiwa ndotoni, tunadhani maendeleo yanapatikana kwenye WhatsApp, hebu tuchangamke. Juzi mimi nimejaribisha, nilimshusha mtu wa guta, nikaendesha guta mwenyewe. Guta lilikuwa limebeba ndizi nyingi. Lile guta niliendesha, hata peda moja linishinda kupiga. Kila nikimwangalia yule bwana, nikimwangalia ni mwembamba kuliko mimi, lakini analisukuma lile guta na jasho zinamiminika za kutosha. Mzigo mzima anaupeleka kwa shilingi 80,000. Sasa ndugu zangu, maana yake nini? Yule mtu hawezi kuwa na muda wa kwenda kwenye mitandao. Anayekwenda kwenye mitandao na kuanza kuzungumza, huyu mtu lazima mjue kwamba amekwishaona ni dili kupata fedha kwa kuongea. Sasa ukikuta tunalea watu ambao yani wao pesa wanaipata kwa kutumia kuongea, ujue hapo tunapoteza mwelekeo, Mheshimiwa DC. Kwa hiyo kaeni na vijana, kaeni na kina mama, kaeni na watu wazima, waelezeni kuhusu faida za AFCON na kwamba fedha yake uweze kuipata kimiujiza. Ni lazima ufanye kazi. Leo kama mnakumbuka vizuri, ripoti ya Jaji Chande aliyoitoa kuhusu kilichoitwa visababishi vya vurugu za tarehe 29, mojawapo alisema kwamba moja jambo lake ambalo moja alilizungumzia ni kuhusiana na baadhi ya watu kutoweka na kwamba akatoa hoja kwamba moja ya sababu inayopelekea baadhi ya watu kutoweka na kutoeleweka walipo ni imani za kishirikina na masuala ya mapenzi. Wengine wakasikika wanabisha huko kwamba sio. Lakini hata jana ripoti aliyoitoa Sakapu Mlilo kuhusu yule kijana wetu ambaye alionekana mwili wake katika mto Msimbazi imeonyesha pale mganga wa kienyeji amechukua maini, amechukua figo na sehemu ya kichwa anakwenda kuzika pembeni mwa nyumba yake. Sasa amepataje? Alivipata wapi? Alivichukuaje? Huo mkanda utapatikana mahakamani. Sio kila kitu lazima tukizungumze. Je, na kijana alikuwa wapi? Alichukuliwa wapi? Lakini ukiangalia namna ambavyo watu wanazungumza, jambo la kawaida la kuhuzunisha, mtu analizungumza kisiasa. Tunalizungumza kawaida. Jamani, tusizungumze kawaida. Jambo linapotokea tuhuzunike kwa pamoja na tuangalie njia za kuweza kulikabili. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, is a message. Hakuna utajiri wa ghafla. Hakuna namna unaweza kuwa tajiri ghafla. Utajiri wa kweli ni kwa kufanya kazi. Hakuna mganga wa kienyeji anaweza kudanganya ukawa tajiri wakati yeye ni maskini. Hakuna muujiza. Hakuna muujiza mahali popote ambao unaweza kufanya wewe kuwa tajiri leo wakati yeye amenunua gari kwa kutumia fedha halali. Yeye kajenga nyumba kwa kutumia fedha halali. Halafu wewe upate muujiza. Hakuna muujiza. Muujiza wa kweli ni hii sayansi ya mpira. Rais ameleta, atakayeuza vitumbua atapata mteja, atakayepangisha daladala, atakayepangisha nyumba atapata. Kwa hiyo tuwaelekeze vijana, hakuna utajiri wa njia za mkato. Ukijielekeza huko, maisha yako ni mafupi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi baada ya kusema haya, na washukuruni sana, tuendelee kushirikiana na uwanja huu. Sasa baada ya kukamilika utabaki kwenye matumizi ya wananchi na shughuli zote za halmashauri. Nafahamu uwanja huu kimiliki uko chini ya Wizara ya Utumishi, lakini watumiaji wakubwa tunafahamu tumekuwa ni sisi Kinondoni na hata watu wengine. Kwa hiyo utabaki vile kama ilivyokuwa zamani, wala sio kwamba sasa utanyang'anywa unakwenda huko. Hapana, ni kwa maslahi ya wana Kinondoni na ni kwa maslahi ya taifa kwa ujumla wake.